Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, mniruhusu niongeze sauti yangu kwenye kumshukuru Mungu kwa jaala zote anazotujalia. Pia niwashukuru viongozi wa dini kwa kuiombea shughuli hii na kwa ujumla kuendelea kuliombea taifa letu kuwa na amani na utulivu ambao vimewezesha wananchi kuendelea na shughuli mbalimbali za uzalishaji mali. Vile vile nimshukuru sana na kumpongeza mwenyeji wetu mkuu wa mkoa wa Simiyu Bwana Kenani Kiongosi na ofisi yako, lakini vile vile ofisi za CCM na uongozi wa CCM mkoa kwa mapokezi na maandalizi mazuri ya ziara hii. Kipekee sana ni washukuru wananchi kwa kujitokeza kwa wingi na kwa mapokezi makubwa mlionipa mimi na ujumbe wangu. Lakini nitoe pia pongezi zangu kwa mwitikio wa ushiriki mkubwa wa wafugaji katika tukio hili. Simiyu oye! Ndugu zangu, nilianza rasmi ziara yangu katika mkoa huu jana, ambapo nilipata fursa ya kuzungumza na kupata chakula cha jioni na wazee wa Simiyu pamoja na wakilishi wa makundi maalum. Na katika ziara hii ya siku 5 nitakagua na kuzindua miradi mbalimbali ya kiutawala, ya viwanda na ya huduma za kijamii, hususan miradi ya maji. Vile vile ziara hii imenipa fursa ya kuangazia sekta muhimu ya mifugo kwa mkoa huu, lakini kwa taifa zima. Ni kwa sababu hiyo namshukuru sana Dr. Aisha Tukijaji, Waziri wa Mifugo na Uvuvi, kwa kunialika katika tukio hili kubwa na la kihistoria la uzinduzi wa kampeni ya chanjo na utambuzi wa mifugo kitaifa. Hongereni sana wana Simiyu kwa maendeleo ambayo nimeanza kuyaona katika ziara yangu kuanzia leo. Ndugu wananchi, kama mnavyofahamu, nchi yetu imebarikiwa kuwa na wingi wa rasilimali za mifugo. Nchi yetu ni ya pili barani Afrika kwa wingi wa mifugo, tukitanguliwa na nchi ya Ethiopia. Takwimu zinaonyesha kwamba Tanzania ina ng'ombe takriban milioni 39, lakini pia wapo mbuzi zaidi ya milioni 28, kondoo zaidi ya milioni 9 na kuku zaidi ya milioni 108, pamoja na kwamba tunawala kila siku, lakini bado idadi ni hiyo. Licha wa wingi wa rasilimali hizo, mchango wa sekta hii kwenye pato la taifa ni 6.2% pekee, ambayo haitoshi, lakini tukifanya jitihada kukuza sekta hii tutachangia vya kutosha. Niseme kwamba sababu mojawapo ya sekta ya mifugo kuwa na mchango mdogo, la kwanza ni kutokutambulika na kutokutumika vyema kwa rasilimali ya mifugo tulionayo. Tulikuwa tunafuga kienyeji, tunafuga kama ni mila na desturi zetu, ni kazi yetu kufuga. Lakini tulikuwa tunafuga kama fahari yetu, kuwa na ng'ombe wengi ni fahari yangu. Lakini hao ng'ombe hawakuzalishi, hawakuletei. Tuna ng'ombe tunaishi nao, nilimsikia waziri asubuhi akisema kwenye mahojiano, tunaishi na ng'ombe miaka 20-15 mpaka tunatoa majina ya shangazi zetu na babu zetu tunawapa ng'ombe, lakini wenyewe hawatuzalishi kitu. Sasa ufugaji huu haukuwa unatija. Lakini tulipoanza jitihada ndogo tu ya kuanza kushughulikia sekta hii, mauzo ya mazao ya mifugo ni kama yalivyotajwa, na pengine mimi nitakwenda kuyataja kule mbele. Tumeanza kufaidika na sekta hii ya mifugo. Ndugu wananchi, ili kufikia lengo lile tunalokusudia, serikali imedhamiria kutokomeza magonjwa ya mifugo nchini, ambayo na ndiyo maana leo tunazindua mpango huu wa miaka 5 wa 2024-2025, 2028-2029 wa chanjo na utambuzi wa mifugo kitaifa, ambao umeandaliwa na serikali. Katika kutekeleza mpango huu, serikali imewekeza kiasi cha shilingi bilioni 216 kwa ajili ya kampeni ya chanjo na utambuzi wa mifugo. Na hapa kwa dhati kabisa nataka niwapongeze na niwashukuru wafugaji wote Tanzania.
Nisisitize kuwa katika mpango huu wa miaka mitano kuanzia mwaka wa fedha 24-25 hadi 29, magonjwa ya mifugo yanayolengwa ni yale yenye athari kubwa kimkakati ambayo ni homa ya mapafu ya ng'ombe, sotoka ya mbuzi na kondoo na mdondo kwa kuku. Sasa ili kutokomeza magonjwa haya, gharama za kuchanja mifugo zitachangiwa baina ya serikali na wafugaji wenyewe. Tutakwenda nusu kwa nusu ili kumpunguzia gharama mfugaji. Lakini kwa upande wa pili, gharama za kuchanja kuku zote zitabebwa na serikali. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba tumeanza kutoa ruzuku kwa wafugaji. Tumetoa ruzuku kwa muda mrefu kwa wakulima, tumetoa ruzuku kwenye korosho, mbolea, viuatilifu, dawa za kupuliza, lakini vivyo hivyo kwenye kahawa na kilimo chingine, aina nyingine za kilimo. Lakini kwa wafugaji tulikuwa hatujaanza, sasa tunaanza kutoa ruzuku tukianza kwenye chanjo. Mifugo oye! Ndugu wananchi, nimefarijika kwa namna ambavyo Wizara ya Mifugo na Uvuvi imejipanga kutekeleza programu na maelekezo mbalimbali yanayolenga kuwasaidia wafugaji ili watumie na kunufaika ipasavyo na fursa zilizopo katika sekta hii. Nawapongeza kwa kubuni mpango huu utakaowezesha wafugaji kuongeza uzalishaji na tija katika shughuli za mifugo. Mpango huu vile vile utawanufaisha wadau mbalimbali waliopo kwenye mnyororo mzima wa thamani katika mifugo. Ni matarajio yangu kwa kampeni ya chanjo ya utambuzi wa mifugo kitaifa itakuwa chachu kutokomeza magonjwa ya mifugo na kuongeza uzalishaji, lakini vile vile kuwezesha nchi yetu kuwa na kanzidata ya mifugo na kujua hadhi zao wakati wote. Kwa ujumla, kampeni hii na kwenda kuleta mapinduzi katika sekta ya mifugo. Ndugu zangu, udhibiti wa magonjwa ya mifugo kwa njia ya chanjo au kuogesha kutapunguza vifo vya mifugo na hivyo kuepuka gharama za matibabu kwa kutumia madawa. Hali kadhalika, udhibiti wa magonjwa unawezesha mifugo na mazao yatokanayo na mifugo kukidhi matakwa ya soko kimataifa. Tutakapochanja, tulianza kidogo kuchanja, tumepata soko. Tutakapokwenda na kampeni hii, dunia nzima itaelewa Tanzania tunachanja, mifugo yetu iko salama na tutapata soko kubwa la kupeleka nyama na mifugo hai kokote duniani. Sasa kama nilivyosema awali, kutokana na juhudi ndogo ambazo tumeanza kuzifanya katika kudhibiti magonjwa ya mifugo hapa nchini, hadi sasa mauzo ya nyama nje ya nchi yameongezeka kutoka tani 692 mwaka 2021 hadi tani 14,701 zenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 61.4 mwaka 23-24. Endapo tutaendelea kudhibiti magonjwa ya mifugo, ni matumaini kuwa kiwango cha mauzo ya nyama nje ya nchi kitaongezeka na wafugaji watanufaika ipasavyo. Ndugu wananchi, jambo la kujivunia ni kwamba serikali imeweka mazingira wezeshi kwa sekta ya umma na sekta binafsi, na wameweza kushiriki vilivyo katika kuzalisha chanjo, viuatilifu na dawa. Kabla sikuja hapa, nilikwenda kwenye banda kule na kuona maonyesho ya kampuni zinazozalisha chanjo na dawa za mifugo hapa Tanzania. Kampuni zote pamoja na wakala mmoja wa serikali, wakala wa maabara za taifa nadhani, ya veterinari ya taifa. Kampuni zote ni za ndani na wanazalisha chanjo zote. Na nimesikia mipango yao mikubwa wanayokwenda kufanya ili kuifanya Tanzania ijitegemee kabisa kwa dawa na chanjo za mifugo. Haya ni maendeleo makubwa. Lakini kwa upande mwingine nimeikuta kampuni ambayo inazalisha hereni za mifugo, zile watakazovishwa kwa ajili ya utambuzi. Yote haya yanafanyika ndani ya Tanzania. Hili ni jambo la kujivunia sana. Aidha, uzalishaji wa chanjo hapa nchini
unaweka matumaini ya uhakika kwamba chanjo zitakazotolewa ni salama na hivyo kuondoa hofu kuhusu usalama wa chanjo zetu. Tulipokuwa tukiagiza, wakati mwingine tunakuwa na mashaka kwamba chanjo tulizonunua ni salama au si salama kwa mifugo yetu. Lakini kwa sababu chanjo hizi zinazalishwa nchini, wazalishaji watasimamiwa ipasavyo kuhakikisha chanjo zinazotolewa ziko salama kwa mifugo yetu. Hivyo basi naipongeza Wizara ya Mifugo na Uvuvi kwa kutumia makampuni ya ndani ya nchi yanayozalisha chanjo katika mpango huu wa kitaifa, na niwatake muendelee kufanya hivyo. Kwa upande mwingine, utambuzi wa mifugo yetu utasaidia kudhibiti wizi na kuongeza thamani ya mifugo na hivyo kupata huduma za kifedha ikiwemo mikopo kutoka taasisi za fedha na kuweka bima ya mifugo. Kwa hali ilivyo sasa ya mifugo yetu kutotambulika, inapelekea utajiri mkubwa tulionao au walionao wafugaji kutotambulika, na hivyo kuwakosesha manufaa yanayopatikana kutokana na kuwa mifugo hii haitambuliki. Lakini tutakapoitambua, kila mkulima au mfugaji tukijua ana mifugo mingapi, ina thamani gani, ni rahisi kwake kutumia mifugo yake kuweka dhamana, akachukua mkopo, akafanya biashara nyingine au akakuza biashara yake ya ufugaji. Kwa hiyo hii ndio faida ya utambuzi wa mifugo yetu. Ndugu zangu, kama ilivyo kwa chanjo ya kuku, serikali pia imeamua kugharamia uwekewaji wa hereni kwa mifugo yote nchini, na hivyo wafugaji hawatachangia chochote. Chanjo za kuku ni ruzuku na uwekaji wa hereni serikali itabeba gharama zote. Lengo ni kujua mifugo mingapi, iko wapi, anayo nani na hadhi ya mifugo hiyo. Kama nilivyosema, ni kuweka kanzi data ya taifa ya mifugo yetu. Kwa sasa tunakisia, lakini tukiwa na orodha kamili au takwimu kamili, taifa letu tutajua hadhi ya mifugo yetu. Wito wangu kwa wafugaji wote nchini kushiriki kikamilifu kufanikisha chanjo na utambuzi wa mifugo kwa manufaa ya taifa kwa ujumla. Tumeanza hapa Simiyu tukijua kuwa mkoa huu ni miongoni mwa mikoa mitatu yenye mifugo mingi zaidi nchini. Niitake Wizara ya Mifugo na Uvuvi kuweka utaratibu utakaowezesha zoezi la utambuzi wa mifugo kuwa endelevu. Ndugu zangu, kampeni hii iliyopewa kauli mbiu inayosema, na hapa na nukuu, kwamba mifugo ni utajiri, chanja na kuitambua ili kuongeza thamani. Kauli mbiu hii inatoa taswira ya thamani ya mifugo endapo itafugwa kwa njia endelevu, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha tunadhibiti magonjwa kwa njia ya chanjo na kuitambua mifugo iliyochanjwa. Ndugu wananchi, natambua changamoto zinazowakabili wafugaji hapa nchini, hususan suala la upatikanaji wa malisho na maji. Naomba niwahakikishie kwamba serikali inaendelea kufanya jitihada mbalimbali ili kupunguza changamoto hili. Na mwenyekiti wa wafugaji, nimesikia ombi lako, serikali itakwenda kulifanyia kazi. Ndugu wafugaji, maeneo ya malisho yatakapotengwa yanapaswa kuendelezwa ili kuhakikisha yanakuwa na malisho ya mwaka mzima. Nichukue nafasi hii kuwaelekeza wafugaji kuanza kufanya uendelezaji wa maeneo yanayotengwa kwa ajili ya mifugo. Wafugaji, anzeni kupanda malisho ya mifugo na kuhifadhi kwa ajili ya matumizi katika kipindi cha kiangazi. Kabla sikuja hapa nilikuwa na mazungumzo kidogo na mwenyekiti wa wafugaji, na alinihakikishia, na mmemsikia pale, kwamba baadhi ya wafugaji tayari wameanza kufungua mashamba makubwa ya malisho, na huu ndio ufugaji wa kisasa. Sasa jinsi mnavyojiendeleza ndivyo mnavyoipa moyo serikali kuangalia maeneo gani wafugaji wapewe kwa ajili hiyo. Lakini waombe sana wafugaji, tujiepushe kutenga fedha kwa ajili ya kulipa faini ya kulisha mifugo katika hifadhi za misitu au wanyamapori, na badili yake tutumie fedha hizo kuendeleza maeneo ya malisho.
Hali kadhalika, Wizara ya Mifugo na Uvuvi, ongezeni uzalishaji wa mbegu za malisho na kutoa elimu ya upandaji wa malisho kwa wafugaji, na hasa kwa kuwa dhana ya kupanda malisho ya mifugo ni mpya katika jamii ya wafugaji wetu. Tayari baadhi ya wafugaji katika wilaya ya Mvomero, na tumeoneshwa Bibi Tutunzane hapa, huyo alikuja na hili wazo baada ya kuzidiwa na migogoro ya kulima na wafugaji, akaja na wazo kwenye wilaya yake ya tutunzane, mfugaji amtunze mkulima, mkulima amtunze mfugaji, ili wote tuendelee. Na hili nalo alikuja na programu ya kupanda malisho ambayo imeitikiwa vyema na wafugaji wa Mvomero, na sasa hakuna migogoro. Ndugu wananchi, mifugo yetu kwa kiasi kikubwa bado ni asili, ambayo inachukua muda mrefu kukua na kufikia uzito unaostahili kuweza kupelekwa sokoni. Hivyo basi, wizara inajipanga na programu ya kuboresha mbari za mifugo au koo za mifugo. Sasa ni waombe wafugaji muitikie programu hii pia ya kuboresha mifugo, ili badala ya kumtunza ng'ombe kwa miaka miwili na hajafika kilo 150, sasa ukamfuge ng'ombe yule kwa mwaka mmoja au miezi 9 akupe kilo 200, na hiyo inawezekana tukifuata uboreshaji lakini na ulishaji wa kitaalamu. Ndugu zangu, kama ilivyoelezwa, utekelezaji wa kampeni ya chanjo na utambuzi wa mifugo umeambatana na ugawaji wa vifaa vya chanjo na utambuzi, vikiwemo majokofu, pikipiki, vishikwambe na vifaa vya kutolea chanjo katika halmashauri zote nchini. Na leo nilifanya kazi ya kukabidhi hayo, mikabidhi pikipiki, vishikwambi na chanjo, kufungua programu ya chanjo. Niombe sana au nielekeze ofisi ya Rais TAMISEMI, waheshimiwa wakuu wa mikoa, na ndio maana mmealikwa muweko hapa, waheshimiwa wakuu wa wilaya na wakurugenzi na watendaji wa halmashauri na mamlaka za serikali za mitaa, kusimamia na kuhakikisha vifaa hivi vinatunzwa na kuhakikisha kampeni hii inatekelezwa ipasavyo na kuwa na mafanikio tunayoyatarajia, mafanikio makubwa tunayoyatarajia. Ndugu zangu, nimejulishwa kuwa jumla ya wataalamu wa mifugo takriban 3800 watashiriki moja kwa moja katika kampeni kwenye maeneo mbalimbali nchini. Kutokana na uhaba wa maafisa ugani wa mifugo katika mamlaka za serikali za mitaa, mpango uliopo unakwenda kutoa fursa za ajira za muda mfupi 7500 kwa vijana wetu wataalamu wa mifugo, hususan vijana waliopo nje ya mfumo wa ajira au ajira rasmi. Sasa ninawasihi watambue kwamba wamekabidhiwa jukumu kubwa hilo, wakahudumie mifugo yetu kwa weledi na uzalendo ili kupata matokeo yanayotarajiwa. Tukifanya vinginevyo, tutakuja kulaumu wazalishaji wa chanjo, lakini kumbe uchanjaji umekosewa. Kwa hiyo niwaombe sana wale wote watakaoshiriki kwenye zoezi hili wafanye kadri watakavyoelekezwa na wataalamu. Hatutarajii kujitokeza kwa uzembe katika kuhudumia maisha ya mifugo yetu. Aidha, kwa mara nyingine tena niwatake wafugaji kujitokeza kwa wingi kupeleka mifugo katika maeneo ya zoezi la chanjo na utambuzi. Ndugu wananchi, kwa namna pekee nitumie fursa hii kuwashukuru na kuwapongeza wadau wetu wa maendeleo kwa namna ambavyo mnaendelea kushirikiana na serikali katika kubuni, kuandaa na kutekeleza mikakati na mipango mbalimbali inayohusu sekta ya mifugo. Vile vile nipende kuipongeza vyama vya wafugaji kwa kuwa mstari wa mbele na kutoa ushirikiano mkubwa katika kufanikisha zoezi hili ambalo tunalizindua leo. Aidha, natoa rai kwa wadau wetu wa maendeleo, mashirika yasiyo ya kiserikali, wadau wa mifugo na wafugaji kuendelea kushirikiana na serikali kutekeleza mipango ya kufanya mageuzi kwenye sekta ya mifugo.
Ndugu wananchi, baada ya maneno haya, sasa kwa vile nilishazindua chanjo kidigitali kule nilikotoka, lakini sasa nitamke rasmi kwamba mpango wa kampeni ya chanjo na utambuzi wa mifugo kitaifa pamoja na zoezi la uchanjaji na utambuzi wa mifugo nchini limezinduliwa rasmi.